Katika kuimarisha misingi ya amani kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, viongozi wa dini za Kiislamu na Kikristo wamekutana kwa nyakati tofauti jijini Mwanza, huku Waislamu wakiwa chini ya Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA na Wakristo chini ya mwamvuli wa Umoja wa Makanisa Mwanza, wakionyesha umoja, mshikamano na dhamira ya kulinda utulivu wa taifa. Tukiruhusu watu wafanye fujo, ndoto zetu zote zitakuwa zimezimika. Kuzifufua itatuchukua muda mrefu sana. Tumeamua kwa umoja wetu kwamba sisi tutakwenda kupiga kura. Basi dhamira hiyo tuisimamie ili tuifanikishe. Jambo hilo ndio litakalofanya wale wengine ambao wameendelea kwa siri kwa mahala ambapo hatupajui, hawataki kupiga kura na wanajaribu kushawishi pamoja na kuonya na kutisha, washindwe. Tusimame katika ile hali ya ushawishi, kuwaomba watu wetu au kuwashawishi kwamba watoke wakapige kura, na baada ya kupiga kura warudi nyumbani. Jema ni upi? Kwa hiyo tusimame katika lile jema. Kuna mambo mengine huwa tunayaangalia, unaamua kusimama upande wa Mungu ili kwamba amani ya Kristo iendelee kutawala. Katika kikao hicho, viongozi hao wamejadili kulinda umoja na mshikamano wa taifa, huku wakiutaka umma wa Watanzania kushiriki kikamilifu katika zoezi la kupiga kura. Tutoke tusikilize, tutoke tukapige kura, na ni haki yetu ya kimsingi, na sisi kama viongozi na tunahimiza sana hili kwamba tulifanye katika taifa letu ili taifa letu liwe salama. Sisi tumeelekeza waumini wetu wakae na familia zao. Tarehe 29 ni siku ya kwenda kupiga kura. Kila mtu akae na familia, kikao cha familia kikae. Tumeelekeza hivyo, wala sio siri. Tuwaagize watu wetu wajitokeze kwa wingi siku ya kwenda kupiga kura. Nimesharudia, wasikilize maagizo na maelekezo ya polisi. Tukishapiga kura tunawaeleza warudi nyumbani. Katika vyumba vya kuhesabu kura kuna mawakala wa kila chama. Majadiliano hayo yalihudhuriwa na Waziri Mstaafu wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Lazaro Nyalandu pamoja na Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Bwana Saidi Mtanda, ambao kwa pamoja wamesisitiza umuhimu wa kudumisha amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Nchi hii ikiwa salama, kanisa liko salama. Nchi hii ikiwa salama, waumini ambao nawaongoza watakuja na sadaka, watafanya biashara. Tanzania watu wako ni wema sana, lakini wale ambao wanakimbizwa na walowezi, Tanzania unawapokea. Ndio kazi ambayo kanisa linafanya. Wale wasio kwao, wale wenye mashaka, wale waliopigwa na hofu miongoni mwetu na miongoni mwa majirani zetu, Tanzania imekuwa nchi ya kuwapokea. Kuna baraka katika kupokea wageni ambao hawana mahali pa kukimbilia. Taifa hili ni letu sote. Tusiangaliane kwa makabila yetu, tusiangaliane kwa dini zetu, tuangaliane kwa haki, kutenda haki. Kiongozi yoyote wa dini yoyote, wa kabila lolote, akiingia madarakani, sisi wengine tumunge mkono, lakini tuzingatie haki za wananchi na kuzingatia na kufuata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa umoja wao wameahidi kuendelea kuliombea taifa, kuhimiza utulivu na kuwaongoza waumini kushiriki kikamilifu katika zoezi la uchaguzi kwa heshima na utulivu. Tanzania, Tanzania.